Sasa mimi kilichozidi kuniudhi zaidi ni baada ya juzi kuona kwenye mkeka wa viongozi kuambiwa kwamba kwa kiongozi yoyote kuchangia tone tone ni lazima, sio hiari. Sasa tangu lini mtu mchango ukaambiwa ni lazima kwa mtu fulani? Hakuna jambo kama hilo. Walikuwa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Tanga wa wilaya ya Lushoto pamoja na Muheza wamejiuzuru nafasi zao kutokana na kutoridhishwa na mwenendo wa chama hicho. Wakizungumza na waandishi wa habari, alikuwa mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Lushoto Andrew Mjema na Lukindo Mohamed ambaye alikuwa ni mjumbe wa hamasa kanda kaskazini, wamesema kuwa ni muhimu kwa viongozi wa chama hicho kukaa na serikali kwa ajili ya maridhiano ya pamoja ili kushirikiana kutatua changamoto zinazowakabili wananchi na sio kukimbilia kwenye maandamano. Nchi haijengwi kwa maandamano. Ni vema sasa viongozi wa Chadema wakakaa meza moja na viongozi wengine wa vyama vingine vya siasa wakafanya maridhiano kwa ajili ya kuijenga nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu nchi hii haitajengwa na wageni, ila itajengwa na Watanzania wenyewe, na watakaovunja nchi ni Watanzania wenyewe. Kwa hiyo tusifikie hatua ya kuivunja nchi. Ni vema tukaijenga nchi kwa njia ya maridhiano. Jambo lote likiharibika, lolote lile, hata kama la kifamilia, watu binafsi, mambo ya siasa, jambo likishaharibika, inatakiwa watu warudi kwenye meza. Wakae kwenye meza, wazungumze, watafute njia ya kufanya ili suluhu ipatikane. Na mimi ninachoamini katika akili yangu binafsi ni kwamba hatuwezi tukapata suluhu kwenye nchi hii ya kutumia maandamano. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, leo nimekuja hapa kuzungumza na nyinyi, sikutumwa na mtu yoyote. Na nikiwa na akili zangu timamu nimeamua kujitoa Chadema kuwa huru, kuwa mtu huru za chama. Lakini hayo pia yamechangia kwamba chama chetu tangu tumeanza program za chama, tulikuwa na Chadema ni msingi, tulikuwa na program moja inaitwaje nimesahau. Hiyo tulikuwa tunafanya hizo shughuli. Chadema Digital nimekumbuka. Chadema Digital tulikuwa tunafanya hizo shughuli. Lakini shughuli, waheshimiwa waandishi wa habari, tunatoka asubuhi saa 12 tunakwenda site. Unarudi usiku saa 4 na una familia, lakini ulipo hata shilingi. Tulikuwa tumejitoa kwa moyo tunafanya hizo kazi. Lakini hatulipo. Lakini fedha za chama zikipatikana zitatumika kuanzia ngazi ya makao makuu mpaka kanda. Viongozi wa wilaya hakuna kitu, viongozi wa mkoa hakuna kitu. Sasa hizi kazi zimetuchosha, tushakuwa watu wazima, tumechoka kufanya hizo kazi. Inabidi tuache siasa, tuondoke, kwa sababu tulikuwa tunaambiwa kila siku tutanyonya kesho. Kama kuku anamwambia mwanae kila siku tutanyonya kesho, kila siku tutanyonya kesho, siku zinazidi kwenda. Kwa hiyo nimechoka sana. Mimi binafsi nimechoka kusema ukweli. Nimefanya kazi kubwa sana ya chama. Kuanzia mwaka 92 nikakaa mwaka 2010 nikaanza tena kazi ya chama. Na nilifanya kazi ya chama wilaya Muheza, tukapata wenye vitu wa vitongoji, wenye vitu wa vijiji, tukapata madiwani. Mimi nikiwa katibu. Lakini sijapata hata shilingi kuambiwa shilingi hii nenda katumie na watoto wako nyumbani. Unatoka asubuhi, unarudi usiku, watoto nyumbani, familia inateketea. Sasa hivi nimeamua kwenda kulima nyumbani, ndio maana nimeamua kuondoka Chadema. Na haya masuala ya maandamano na pia inanichanganya akili yangu, kwa sababu siamini katika maandamano mimi. Sasa nimeona nikae pembeni, kwa sababu kwanza umri wangu umeshakwenda. Leo kiniambia mimi niende kaandamane, ni kama vile unanisumbua tu akili yangu. Mimi leo rasmi nikiwa na akili timamu, nikiwa sijarubuniwa na mtu yeyote, natoka kwenye chama hiki rasmi na siendi kwenye chama kingine chochote cha siasa. Naendelea na shughuli zangu za ufundi. Mimi kilichonisababisha nitoke kwenye Chadema kimekuwa ni chama cha matamko mengi sana, ambayo matamko yale yanaumiza wanachama zaidi, si viongozi, kwa sababu hata maandamano ambayo mwenyekiti ameyazungumzia, unaweza ukashangaa yeye asishiriki kwenye hayo maandamano. Kwa hiyo watakaoingia kwenye hayo maandamano ni viongozi wa chini, wao wakiwa wamelala nyumbani. Kwa hiyo wanaoumizwa ni watu wa chini. Tunachukulia kwa mfano Arusha,
Arusha kwenye maandamano yaliyotokea vipindi vilivyopita mwaka nadhani 2005, walioumia ni watu wengine, lakini viongozi hawakuumia wala hawakupata shida yoyote. Sasa ya nini mimi nikae huko kwenye chama ambacho kitakuwa cha maandamano na mimi bado inatakiwa nitengeneze program ya maisha yangu? Kwa mimi leo najivua rasmi, nyadhifa zangu zote naziachia, naenda kufanya shughuli zangu za kawaida za kila siku. Mimi sio mwanachama wala kiongozi wa Chadema na sitojiunga na chama chochote. Sasa hivi kimetoka kwenye agenda za msingi. Chama chetu tumekiendesha kwa hali ya kujitoa kwa muda mrefu bila kupata ruzuku yoyote. Sasa chama baada ya Heche pamoja na Mheshimiwa Lissu kuingia madarakani, waliwaambia watu kwamba watakapoingia madarakani ruzuku itashuka mpaka ngazi ya chini, afadhali taifa pesa isipatikane. Sasa mimi kilichozidi kuniudhi zaidi ni baada ya juzi kuona kwenye mkeka wa viongozi kuambiwa kwamba kwa kiongozi yoyote kuchangia tone tone ni lazima, sio hiari. Sasa tangu lini mtu mchango ukaambiwa ni lazima kwa mtu fulani? Hakuna jambo kama hilo. Huwezi ukalazimishwa na chama au mtu yeyote kwamba mchango ni lazima. Ule mchango unaoambiwa ni lazima labda mchango wa familia, lakini si mchango wa masuala ya chama, kwa sababu chama hakijawahi kunufaisha kitu chochote mimi zaidi ya mimi kukichangia chama. Sasa mimi nimeona ni afadhali nipumzike, nikae pembeni, nisijishughulishe na chama chochote, nibaki mimi peke yangu. Kwanza viongozi wamekuwa ni watu wa kujisikia. Utamkuta kiongozi mwingine kwa sababu yeye anajiona kwamba basi yeye ndiye mwenye chama, unapomwambia swala la ushauri anakuona wewe ni msaliti. Lakini ukiongea swala la msingi juu ya chama kinaenda wapi? Ila ndugu waandishi wa habari, nilitaka mimi nitoe ushauri kwa chama changu. Kama chama kinataka, chama ambacho nimejivua kwa hicho chama, kwa kama wanahitaji chama kiendelee kusonga mbele, wakubali kukaa mezani, kwanza waongee na viongozi majimbo, kwa wilaya, kwa mikoa, kwa kanda, mpaka ngazi ya taifa. Wasikilize dukuduku za wanachama kwamba wanachama wamebeba vitu gani moyoni. Wao wasilazimishe swala la tone tone, kwa sababu hiyo fedha ya tone tone haionekani. Inaonekana kwamba inawezekana kwamba hiyo hela ya tone tone ni fedha ya mifuko ya viongozi.